Bismillahirrahmanirrahim. Ripoti kamili kutokea hapa katika kata ya Kikore iliyopo katika wilaya ya Kondoa, mkoa wa Dodoma, ambapo leo kulikuwa na mashindano ya kuhifadhi na kusoma Qur'ani. Mashindano haya ni ya 8 toka ambapo yalipoanzishwa mwaka 2017 na mbunge wa jimbo la Kondoa na waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Ashatu Kijaji. Leo hapa amesema lengo la kuanzisha mashindano haya kwa vijana hawa ambao wameshiriki kuhifadhi na kusoma Qur'ani ni kuendelea kukiandaa kizazi ambacho kitakuwa na maadili mema hapa nchini Tanzania. Na hapa mbunge wa jimbo la Kondoa na waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Ashatu Kijaji anatueleza zaidi. Ni mashindano ya 8. Tulianza kwa pamoja mwaka 2017. Tulianzia pale kata ya Kikilo kwa pamoja, ndipo tulipoanzia. Na sote huwa tunakumbushana kwa nini tuliamua. Kwa sababu Kondoa ilikuwepo hata kabla hatujapata uhuru wa taifa letu. Kondoa ilikuwepo. Kondoa ni wilaya kongwe. Hatukuwahi kuwa na mashindano haya ya kuhifadhi na usomaji wa Qur'an, lakini ilipofika mwaka 2017 wanakondoa mliyaomba mashindano haya, na kwa kuwa mliniamini mkanituma, naomba niwashukuru kwa kuniamini na kunituma kama mwakilishi wenu, lakini kama msemaji wa mambo ya Kondoa nawashukuru sana wanakondoa. Mliponiomba tunahitaji haya mashindano na mliniomba kwa njia ambayo ni nzuri sana, huwa naisema njia hii na nitaendelea kuisema. Alitokea kijana wetu aliyekwenda kushiriki mashindano ya dunia ya usomaji Qur'ani na akafanikiwa kuwa namba 2. Alipofanikiwa kuwa namba 2 akarejea nchini Tanzania, na yeye anaishi Dar es Salaam, lakini ni mwenyeji wa kata ya Kikilo. Aliporejea ndugu yetu kijana wetu Rajai, watu wa Kikilo wote wakawa wananitumia message, Mheshimiwa, tunaomba utupe nauli twende tukampokea Rajai Dar es Salaam. Na mimi nikawaambia uwezo wa kuwapa wana Kikilo wote nauli, uwezo wa kuwapa watu wa Kondoa wote nauli ili tukampokea Rajai Dar es Salaam sitoweza, ila nina uwezo wa kumleta Rajai Kondoa. Na alhamdulillah kwa pamoja tulimleta Rajai pale Kikilo, tukampokea na tukamshukuru mtoto wetu kwa kutuwakilisha vema kwenye mashindano yale. Baada ya mashindano yale, nyinyi kwa sababu ndio mlionituma kazi, mkanituma kazi mkasema hatutamani yaishie hapa Kikilo, tunatamani mashindano haya yaendelee mwaka hadi mwaka kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa kuliwezesha hili na kutuwezesha wanakondoa jambo hili. Ni mwaka wa 8 sasa, kila inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumekuwa na siku moja ambayo tumeiweka ili tuweze kukienzi kitabu kitukufu cha Allah. Na kwa mwaka huu ilikuwa siku ya leo, na leo tuko hapa Kikore. Nikatamani niseme pamoja na ile ya kumpokea kijana wetu, lakini malengo yetu pia ya kuendelea na mashindano haya ni tuendelee kukienzi kitabu cha Allah kama ambavyo imepokotezwa kwetu. Lazima tuendelee kukisoma, lazima tuendelee kukihifadhi, lakini kuyaishi yale yaliyomo ndani ya kitabu kitukufu cha Allah, nayo ni Qur'an tukufu. Kwa hiyo moja ya lengo pia ni kuendelea kukienzi kitabu cha Allah. Alhamdulillah tumeendelea hivyo. Lakini pili, tunapokienzi kitabu cha Allah nini tunajifunza? Moja ni kuendelea kukiandaa kizazi chema cha wanakondoa, kizazi chema cha Watanzania. Kwani kama wanadamu tumeamriwa unapoondoka duniani hubaki mambo matatu. Kati ya mambo matatu yanayobaki, jambo moja wapo kati
kati ya matatu ni mtoto aliye mwema. Kama umeacha kizazi chema nyuma yako, basi mambo yako hayajaisha pale tu tunapokufukia ndani ya kaburi lako. Mambo yako huendelea, kwani mtoto yule mwema ataendelea kukuombea dua. Ndiyo hiki tunachokifanya. Tumeona watoto wetu kuanzia juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya 30. Watoto wadogo kabisa wamesoma, tumewaona. Tunakiandaa kizazi chema cha Kondoa kwa ajili ya Kondoa yetu, kwa ajili ya Tanzania yetu na kwa ajili ya akhera yetu pia. Lakini pili, sote sisi ni Watanzania. Sisi ni mashahidi. Ndani ya taifa letu na ndani ya dunia kuna kilio. Siku hizi tuna watoto wanaitwa watoto wa siku hizi. Nani mzazi wao huyu siku hizi? Ukimtafuta humpati. Sasa lazima tuanze kuiandaa familia bora. Na familia bora huwa ina hofu ya Mungu. Huwezi kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu mpaka umtambue Mwenyezi Mungu. Na sehemu mojawapo ya kumtambua Mwenyezi Mungu ni kuhifadhi kitabu chake na kuweza kukisoma na kuyaishi. Maana yake hatutarajii watoto wa kike na wa kiume tuliowaona mbele yetu leo wakisoma vizuri kabisa kitabu cha Allah, itafika siku hawa wawe majambazi. Hapana. Itafika siku hawa wawe na mambo ya ajabu yanayotajwa huko duniani. Hapana. Wewe tunaandaa familia zilizo bora za kesho ambazo zitaendeleza pia kizazi kilicho bora cha leo na kesho. Pamoja na hilo la kuandaa familia zilizo bora, tunaandaa pia watumishi watakaotutumikia kwenye nafasi mbalimbali walio na hofu ya Mungu. Yeyote anayehifadhi kitabu cha Allah hawezi kusumbuliwa na ufisadi. Yeyote anayehifadhi kitabu cha Allah hawezi kusumbuliwa na wizi. Ndicho tunachokifanya. Tunawaandaa watoto hawa ndani ya vifua vyao. Wanayo maneno ya Allah, lakini tunawaandaa na kule shuleni wanakuwa wanaijua dunia yao na kesho yao. Hawa ni watumishi wa serikali yetu wa kesho na kesho kutwa, tunaowaandaa ili waendelee kututumikia sisi wa Tanzania na dunia kwa ujumla. Ndugu zangu, haya yote yatawezekana kama tutaweza kukisoma kitabu kitukufu cha Allah, tukakihifadhi na tukakiishi kitabu hiki. Kama ambavyo tumeelezwa nini madhumuni ya kuletwa kitabu hiki kitukufu. Ndani ya sura ya 59 aya ya 21 Mwenyezi Mungu ametueleza na akasema lazima tuweze sisi wanadamu kufikiria ni kwa nini tumeletewa kitabu hiki. Kitabu hiki ni cha aya. Kitabu hiki kinaletwa sio kwa moja, lakini kinaletwa kwa aya, unaisoma na mwishoni. Aya nyingi zilizosomwa leo tumesikia kwa wale wenye akili na kwa wale wenye kutafakari watafakari. Kwa hii aya ya 21 sura ya 59 Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anatuambia lau anzalna ala alquran ala jabalin la ra'aytahu khashiya mutaswaddian min khashiyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allakum yatafakkarun. Takbir! Huyo ndio mheshimiwa wewe. Hii ni aya ya 21 sura ya 59 sura al-Hashir. Mwenyezi Mungu anatuambia lau maneno haya yaliyosomwa leo mbele yetu hapa yangeshushwa juu ya jabali, yangeshushwa juu ya mlima, basi tungeuona mlima ukiyeyuka, mlima ukiinama kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo Qur'an aliyotuletea Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake nini? Kama tungeisoma
tukaitafakari na tukayaishi yaliyo ndani ya kitabu hiki kitukufu, kusingekuwa na wazinifu ndani ya dunia hii, kusingekuwa na wezi ndani ya dunia hii, kusingekuwa na mafasiki wanaotuhujumu miradi ya maendeleo, tusingekuwa na watumishi ambao hawahudumii wa Tanzania bila kuwa na hofu ya Mungu. Ndio maana mimi ndani ya ofisi yangu, na niwashukuru sana vijana wetu ndani ya ofisi ya mbunge wakiongozwa na shemeji yenu Daktari Muhajir Katwama, na washukuru sana kwa maandalizi haya ya miaka hii 8. Tunapiga mchaka. Yawezekana nasi tukatafakari, yawezekana nasi tukajua nini tumeletewa ndani ya kitabu hiki. Ninachowaomba ndugu zangu Wanakondoa, ninachowaomba ndugu zangu kutoka kata za jirani, kutoka Kashi, kutoka Galako, kutoka Babati, najua sote tuko hapa. Ninachowaomba Watanzania kwa ujumla, kwa sababu najua kupitia vyombo mbalimbali vya habari mnatuona na mnatusikiliza, naomba tuyasome na tuyaishi yale yote tuliyofundishwa ndani ya kitabu kitukufu cha Allah kwa usalama wa dunia yetu na kesho yetu. Ndugu zangu, baada ya maneno haya ya malengo, kwa nini tunaendelea na zoezi hili, naomba niwaombe sana tuendelee kumwombea dua njema Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mama mwenye hofu ya Mungu, anayewatumikia Watanzania kwa upendo wa hali ya juu sana, anayetuongoza kwa kutubembeleza kama mama na kama mzazi. Tumuombe dua njema ili aendelee kututumikia. Tunakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu 2025. Na bahati nzuri Chama cha Mapinduzi bila ajizi, kwa kuwa tumemwona ni mama mwenye hofu ya Mungu, tayari tumeshamteua ni mgombea wetu wa urais leo. Maana yake sisi tumemuelewa wana CCM. Ombi langu kwenu wana Kikore, Wanakondoa na Watanzania kwa ujumla, ili tuendelee kuyafurahia matunda ya kuwa Watanzania chini ya utumishi wake, tuendelee kumwombea dua, lakini muda ukifika tutoke tukampe kura za kutosha ili atutumikie kwa moyo mmoja sisi Wanakondoa, kwa moyo mmoja sisi wa Tanzania. Amani ya taifa letu imetaradadi chini ya uongozi wake. Ushirikiano na mshikamano tunauona chini ya uongozi wake. Hatuna budi kuendelea kumuunga mkono ili tuendelee kunufaika kwa pamoja. Baada ya maneno haya, naomba sasa niwashukuru wadau wetu wote ambao tumeshirikiana kwenye maandalizi ya shughuli hii yetu ya mwaka huu. Na kwa kipekee kabisa, naomba mniruhusu nianze kwa kuwashukuru mashehe wangu wa kata zetu zote 29 za wilaya ya Kondoa. Asanteni sana kwa miongozo yenu, lakini kwa utayari wenu. Najua safari hii tumeianza miezi 2-3 iliyopita, lakini nyinyi mlianza baada tu ya mashindano ya mwaka jana tuliyoyafanya pale Masawi. Mmekuwa viongozi wema sana, mmeendelea kutulea, mmeendelea kuwasomesha watoto wetu. Najua mazingira yenu ya kazi ni magumu, msikate tamaa kwa rehema na neema za Mwenyezi Mungu. Sote kwa pamoja tunatambua na tutaendelea kuangalia kwa jicho la pekee sana mashehe wetu wa kata zetu zote, ili muendelee kuilinda amani yetu kwa kutuandalia watoto wetu kama ambavyo tumewaona mbele yetu.